Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Okay, bwana, katika swala zima la mikopo lakini pia swala zima la vikoba, nadhani utakuwa unafahamu ile vuta ni kuvute ya hapa na pale ya kijumbe. Huenda ukawa miongoni mwa watu ambao unacheza michezo ama michezo hii ya fedha na michezo hii ya vikoba. Uchungu ama ugumu ama utamu wa mambo haya utakuwa unayafahamu. Tukirejea katika sakata ambalo lina make headline ama limeweza kumake headline kutoka kwa mwanadada Nicole J. Belly, ambaye tunafahamu aliweza kuwa trend ama aliweza kutrendi kutoka katika ngoma mbalimbali ambazo amekuwa akishiriki kama video queen, na huku akiwa kama influencer mitandaoni, akiwa kama motivation speaker mitandaoni, lakini pia katika matangazo mbalimbali ya kibiashara ambayo amekuwa akiyafanya aidha ya vipodozi na products tofauti tofauti. Nicole ambaye ana trendi kwa sasa baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi, na kitu ambacho kimeweza kutrendi kinomanoma ni kuhusiana na yeye ama zile picha ambazo zimemuonesha akiwa mahakamani. Bwana, picha ambazo zinaonesha ukilinganisha na maisha yake ya kawaida hapo nyuma na kwa sasa, muonekano ukiwa umebadilika kweli kweli ndani ya hizi siku chache, akiwa amebadilika kweli kweli. Mapovu ni mengi, comment ni nyingi kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini pia mashabiki zake, na huku watu wengi walikuwa wakihitaji kufahamu ni nini kimemsibu mwanadada Nicole mpaka kufika mahakamani, lakini pia ni nini kimemsibu mpaka kumuona katika muonekano huo wa kuchakaa namna ile, huku akitia huruma kweli kweli. Sasa nikurejeshe kidogo katika matukio mbalimbali ambayo yameweza kumsababishia Nicole J. Belly kuwa ndani. Bwana, amekuwa, kama utakuwa unafahamu maana ya neno kijumbe, jina maarufu ambalo limekuwa likitumika kwa wale wanaocheza michezo ama wale wa vikoba, hopeful mtakuwa mnaelewa maana ya neno kijumbe. Kijumbe anakuwa kama kiongozi katika michezo ama katika kikundi ambacho mnakuwa mnakusanya hela, mnachangiana fedha, afu and then anapewa mtu mmoja, siku nyingine anapewa tena mtu mwingine, lakini anayeratibu issue nzima ndo anaitwa kijumbe, anayesimamia mchakato mzima. Lakini pia kijumbe ama mtu huyo mkuu wa kikundi anaweza akawa yeye ndo mnatuma hela, afu yeye ndo anampa mtu husika. Na Nicole, kitu ambacho kinamkabiri ni kuwa na kama kijumbe hivi, na amekuwa na vikundi vingi. Sasa scenario ambayo inamweka pale mahabusu ni utapeli wa fedha. Kuna mtu mmoja nilisoma comment yake ama post yake kupitia Instagram, Cox Dawa Yao, ambaye yeye anakuambia Nicole amewahi kumadi katika kikundi ama invite katika kikundi ambacho inasadikika yeye alimwambia kwamba kuna watu takriban 20. Kumbe watu wenyewe hamna, yani yale majina aloyaorodhesha katika kikundi hicho hayapo, ni ya kwake yeye mwenyewe, na mchezo huo ukawa ni wa shilingi 15,000 kila siku, kwa maana yeye akawa Cox Dawa Yao anatoa 15,000 kila siku, hajui kwamba anampa Nicole tu 15,000. Na huku zipo siku ambazo Nicole alikuwa akimpiga mzinga na kumwambia kwamba nichangie kidogo hela ya mchezo, na Cox unakuta anamchangia. Kwa hiyo unakuta kuna siku ambazo Cox anatoa shilingi 30,000 akiamini anacheza mchezo, kumbe yeye ni sawa anarejesha kila siku fedha kwa Nicole J. Belly. Sasa Nicole J. Belly amekuwa na shutuma nyingi kweli kweli za kuwatapeli watu kuhusiana na mambo hayo ya michezo. Luka katika upande wa comment section uweze kutuachia maoni yako kuhusiana na issue nzima ya Nicole, lakini pia muonekano mzima wa Nicole una ujudge vipi kwa sasa ukilinganisha na hapo awali, lakini pia una ushauri gani kwa hawa watu wa michezo ya fedha. Lakini pia nipende kukushukuru wewe ambaye umesha subscribe channel yetu. Kama bado utakuwa hauja subscribe, tafadhali subscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyopo chini ya video hii, kisha unabonyeza kitufe cha kengele kitakachokujia baada
nambari ya 10. Subscribe ili wa kwanza kabisa kuzipata update kali, trending kali zinazoendelea kutrendi na kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mimi mpaka hapa nilipo sina la ziada zaidi ya kushukuru na kuambia until next time, I'm out. Ciao, bye bye.